huyo ni meneja wa mipango Disability Right Fund Africa. Sasa nimshirikishe Godana. Godana ni mkuu wa kitengo cha fedha NCPWD. Na kama ambavyo umesikia Godana, ni kwamba wote wawili ambao wanaishi na hali ya kutosikia, ambao ni miongoni mwa jamii ya viziwi hapa nchini Kenya, wanataja kwamba kuna baadhi ya mapengo ambayo yanajitokeza, na hususan wakati ambapo wanaelekea kutafuta huduma za umma. Kuna mapengo, na wanafurahia sana kwamba mswada wenyewe umepitishwa pale bungeni, na wana matumaini kwamba utapitishwa pia kuwa sheria. Lakini jamii hii ya viziwi sasa itarajie nini kutoka hapa kwenda mbele? Asante sana kwa mwaliko huu. Nafikiri benye umetafsiri kwa lugha ya Kiswahili, mimi ni Head of Cash Transfer Program at the National Council for Persons with Disability. So hiyo ndio pengine ningetaka kufanya clarification. But kwa hii sheria ambayo tunaitarajia kwamba itapitishwa, walemavu ambao wako na ile shida ya kutosikia wako na mengi ya kutarajia. Na ukiangalia katika katiba ya Kenya 2010, kuna yale ambayo yamewekwa vizuri kuhakikisha ya kwamba hii jamii wameangaliwa vilivyo, kwa sababu kwa muda mrefu wameachwa nje. So utapata kuona ya kwamba yale ambayo yameandikwa kwa hiyo katiba hayajatekelezwa vilivyo. Na kwa mfano, tunajua ya kwamba Kenya imetambulika katika katiba, lakini saa hizi venye kuko imekuwa ni vigumu kuenforce yale ambayo yanatakikana yatekelezwe na ile shirika ya kiserikali ama ya kibinafsi, ili kuhakikisha ya kwamba hawa watu wanaweza kupata ile nafasi za kazi ama huduma ambayo wanahitaji katika shirika hizi. Utakuja kupata ya kwamba katika sheria ya Kenya we talk of ile tunaita free compulsory basic education kwa watoto wote ambao wako katika nchini Kenya. Lakini imekuwa ni vigumu kwa watoto ambao wako katika society hii, kwa sababu haijawekwa sheria kamilifu ambaye inawafanya waweze kupata ile accessibility to the education that we are talking about. So with this law, it becomes now easier to enforce yale ambayo tumeyatarajia, kwa sababu katika katiba ni kama imekuwa tu ni aspirational statement. Lakini saizi kulingana na hii sheria ambayo itakuja, itakuwa sasa ni the enforcement level, where now you do this and it must be done kwa sheria ambayo tunaitarajia. Ya mwisho, mahali ambapo society hii imekuwa na shida ni katika sekta ya afya, wakati wanaenda hospitali kupata ile huduma. Saizi sheria hii watakuwa na matarajio makubwa, kwa sababu imesemekana ya kwamba hizo sekta ambazo zinapatiana ile what we call the critical services, lazima kukue na yule ambaye ni mkalimani wa lugha ya ishara, ili waweze kujieleza na pia wasikike vizuri, ili yale ambayo yanaeleza waweze kukamilishwa vilivyo. So haya ndio yale ambayo tunaitarajia katika sheria hii. Na ya mwisho, there is access to justice. Many a times utakuja kupata ya kwamba sheria ambazo zimewekwa haijaweka kinaga ubaga yale ambayo yanatakikana ku-access ile justice systems ingepasa kuwa vipi kwa mlemavu ambao katika kategori hii. So utakuja kupata ya kwamba because of this law, ile access to justice itakuwa ni rahisi, kwa sababu sheria inasema ya kwamba lazima kukue na ule mkalimani wa lugha ya ishara. Sio tu mkalimani, lakini lugha yenyewe kukuzwa, kufanya utafiti ambao unatakikana kama jinsi ambao tunafanya utafiti wa lugha ya Kiingereza, lugha ya Kiswahili, na ile culture ambazo hawa watu wanaishi sahi kutambulika, na sisi jamii kuweza ku-accommodate hawa as per the law that has been established. So these are the expectations from this particular law. Na Godana, bila shaka tumeona miswada mingi ambayo imepitishwa bungeni, lakini ikifika katika utekelezaji wake inakuwa ni changamoto, na hususan kutokana na changamoto za kifedha. Labda sasa jamii hii ya viziwi itarajie nini? Kwamba kuna fedha ambazo tayari zimetengwa kuhakikisha utekelezaji wake kwa 100%, kwa sababu umeeleza vizuri kwamba ili kuweza kuwafikia ule uhusishwaji wao
kikamilifu ni kwamba wanastahili kuwa na wakalimani. Akienda pale hospitalini, iwapo kuna huduma ambayo anahitaji, lazima pawe na mkalimani. Iwapo anaenda pale shuleni, lazima pawe pia na mkalimani. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kweli yanahitaji bajeti, fedha na fedha ambazo si chache. Kwa hivyo tumejipanga vipi katika kuhakikisha si mswada tu ambao umepitishwa, bali pia utekelezaji wake unafanikishwa? Kwa wakati huu itakuwa ni vigumu kusema yale ambayo serikali yataweza allocate in terms of implementation of this law. And I want to give you an example of the Disability Act of 2025. Kulikuwa na Disability Act number 14 of 2023. Saizi tuko na 2025. So kutekeleza hizi sheria ambayo ni mpya pia, kuna kiwango ya pesa fulani ambao serikali imetenga. Baada ya hiyo mswala kupitishwa. So tunatarajia ya kwamba mswala bado haukuwa umepitishwa, lakini tunatarajia ya kwamba hata kama haitakuwa ni kiwango ambayo inatakikana kwa utekelezaji kamili ya hii sheria, bado serikali itakuwa ni mujibu wa serikali kuhakikisha ya kwamba lazima kuna pesa ambayo itakuwa allocated. But the other thing that I want to mention is, apart from the government, utakuja kuelewa ya kwamba there are other partners in inclusion ambaye wameweza kufanikisha yale ambayo saizi yanaendelea. Kwa mfano ndugu yangu ambaye yuko hapo kwa Disability Fund, utakuja kuona ya kwamba pengine serikali haijaweza kuweka kwa kikao ambacho inatakikana, lakini ile partners in inclusion pia bado wanaweza jitokeza, na hapo mbeleni pia wamejitokeza kuhakikisha ya kwamba matarajio yao au ile aspirations ambao tuko naye yamekamilika kupitia sheria hii kwa kuweka mgavaji vizuri ya hela za mwananchi. So ni matarajio yetu ya kwamba kutakuwa na pesa ambayo itakuwa allocated, but partners and inclusions are also able to support to make this law implemented fully. Naam. Shukran. Nije kwako